السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهار لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الأحبة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. اللهم نعوذ بك منها. فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. أيها الأحبة، يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أيها الأحبة، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Tukiendelea na hizi darsa zetu ambayo leo tu katika darsa ya 59, lakini tutatizama kidogo kidogo, kutizama kuirejee kwa ufupi darsa zetu zilizopita kwa sababu tumepata kama mapumziko si madogo, alhamdulillah. Mwezi mzima Ramadhani na mwezi wa Shawwal huo ushamalizika, kwa hivyo karibu miezi miwili tupate mapumziko kwa hivyo tujikumbushe yale tuliokuwa tumeyasoma katika darsa zilizopita. Kwa hivyo tutapenda tusikie michango yenu kwenye darsa iliyopita inahusiana na hadithi yetu hii, hadithi ya Umar bin Khattab Amir al-Mu'minin Khalifa thani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hasa sisi kwenye darasa zetu zilikuwa zinahusiana na daraja za dini,
ambayo Islamu, imani na ihsani, ambazo hizo ndio zitakuwa darsa zitakazokuja baadaye. Kwa hivyo hii ndio darsa yetu ya hadithi ya Jibril alayhi salam. Kwa hivyo mlango uko wazi, mtu anaweza akafungua nani yake inaitwa hiyo maiki, au akaandika katika kutuelezea yale ambayo anayafahamu katika tulivyoanza darasa yetu ya hadithi Jibril. Hii hadithi ya Jibrili ina umuhimu gani katika dini yetu? Mfano katika hiyo ameelewa nini kuhusiana na hadithi ya Jibrili? Ah, naam, alhadhirin, kwa hisani zetu mchango wenu unahitajika. Kwa hivyo usione tabu mtu afungue maiki yake au aandike aseme anachojaliwa kukisema kuhusiana yani na karibu karibu darsa 58, yani huo japo umepata japo kitu kimoja katika darsa 58 ambacho tutachangia na sisi leo hapa tu tutizame, kwa sababu tulizungumza mengi. Naam alhadhirin, sio ni tabu kwa sababu tunavyosomeshana ni kwa lengo la watu kuweza kufikishia wengine, kuwasomesha wengine, sio? Naam alhadhirin, mnaweza mkaandika, mtu anaweza vile vile akafungua nini naitwa hiyo mic kwa kutoa mchango wake. Naam. Hii ni darasa ya marudio. Katika darasa ya marudio ni tunatarajia kwamba mtatoa michango na sio kwamba ustadhi awe anasema au mwenye mhadhiri awe anasema. Sio darasa ya marudio kwamba sana ni michango yenu, kipi mlichokipata katika darasa zilizopita, kwa wale waliokuwa wamejaliwa kuhudhuria kama ilivyotakiwa, ambacho u- ulitarajiwa kuwafikishia wengine. Mm. Na mwenyewe vile vile kwamba kiwe kimekufaidisha katika maisha yako kuhusiana na dini yako hasatan. Naam bwana na bibi na mabwana, durusu muhimma limuslimin wa muslima. Kwa hivyo sisi ni Waislamu na wa kike na wa kiume, ni darasa zetu muhimu. Sasa katika hii darasa muhimu tumefaidika nini? Kuna kitu tulifaidika, kuna kitu tulikipata na tukakifanyia kazi, tukawaambia wengine. Wana kimya kikubwa mza alhadhirin. Katika tuliyoyasikia katika darsa zilizopita ni kwamba riwaya ya Muslim alikuja na sababu ya hii hadithi ya Jibrili, ambayo Bukhari yeye na sababu Bukhari kaileta tu. Vile vile ile sababu ina faida kubwa kwetu sisi. Eh,
na tulisema kwamba wewe mnaingia kwenye nini inaitwa hiyo YouTube, ndio jina lake gani YouTube, mtu kufanya muraja, atizame kile darasa ya kwanza, pili, ya tatu, kiasi kama hivyo, atizame nini ambacho kilikuwa kipo, at least maanake mtu angalau maana ile hadithi awe anakumbuka ile maana ya hadithi. Hadithi inazungumza nini, ilikuwaje, katokezea vipi, ikaenda vipi, kitu kama hivyo, sio? Na darasa ya mwanzo ilikuwa inahusiana na hiyo kabisa. Naam, alhadhirin, pande za kwetu joto, kama watu wamepata joto kali, na wengine pande za Afrika mvua, kama ndo wameroa kabisa, na huku wamelewa na joto. Naam bwana na mabibi, alhadhirin leteni yale ambayo kwa namna fulani au namna nyingine mlipoteza wakati wenu kuingia kwenye Zoom kwa ajili ya kusikiliza. Sasa yale uliyosikiliza, tuhadithie kidogo na sisi tupate kukumbushana, kujikumbusha kwamba haya tuliyasema, haya tulisomeshwa, haya tuliyasikia, haya akal haya niliyafahamu. Mtu azungumzi kitu kama hivyo. Sasa katika niliyafahamu mimi ni haya na haya na haya, katika darasa ya Ijumaa. Sio ni tabu mtu aseme chochote kile ambacho anakumbuka katika darasa za Ijumaa, ambacho kilisomeshwa katika darasa zilizopita, kwa sababu hii ya leo ni siku ya kufungua. Tutakuwa ndo kama hivyo, ni siku ya mwanzo kufungua. Kwa hivyo just tutazama ile nini tunasema dhakira, manake ile ukumbuka katika akili yetu, tunachokikumbuka nini, tunakikumbuka jambo ambalo tulitakiwa kukifanyia kazi katika moja katika jingine, sio? Kwa sababu ilikuwa mengi yamezungumzwa. Naam, alhadhirin, fungua maiki, sema chochote au andika kwenye chat. Ni hadithi ya Jibril ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam kamalizikia kwa kutambia, fa innahu jibrilu ataakum yuallimukum dinakum, fa innahu jibrilu ataakum yuallimukum dinakum. Ah, hilo ndilo neno la mwisho la Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, sio? Vipi jamani, mupo? Mbona kimya kikubwa sana? Uko ji wanasema wenyewe, sio? Basi kama hakuna watataka kuchangia, itabidi niulize maswala, mujibu maswala moja au nyingine, sio? Suala la kwanza, wasifu wa Jibrili, ujaji wa Jibrili. Tupeni ule wasifu wa ujaji wa Jibrili, wasifu wake ulikuwa Jibrili nani, katika hadithi kasifiwa vipi ujaji wake Jibrili alayhi salam, alikuwa na naam. Naam, tunataka kusema mwenye kusema aseme, kama nataka kusema nasema, tupeni wasifu wa Jibrili. Ah, Jibrili anasifiwa, alikuja ah, vipi?
Shekhe, hadithi inazungumzia kwamba Nataka wasifu wa Jibrili, wasifu tu wa Jibrili. Jibrili طيب alikuja vipi? Unasifiwa آه، vipi kwenye hadithi? Jibrili alikuja kwa sura za kibinadamu, ya, akaja kama ni mtu yuko ni nywele yake yako timtim, na ni mtu ambaye kwa masahaba wakashangaa, sababu hawamjui kwamba ni mkazi wa mji pale, ya. Sasa alipokuja akaja akauliza wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko pamoja na masahaba zake msikitini kwenye darsa, akauliza Kwa hivyo hiyo hapo akauliza hapo inatosha wasifu wake, lakini haujakamilika wote. Na hapana طيب wasifu wake umeutaja wasifu wake, lakini haujaukamilisha wote wasifu wa ujaji wa Jibrili, kwa sababu Jibrili alikuja kama alivyosema, lakini vile vile kwamba alikuwa na nguo safi. Hiyo umesahau nguo safi. نعم Nywele zake zilikuwa nyeusi pepepe na nyeupe ni nywele zake, kama alivyosema. Hajaonyesha athari ya msafiri, maana hajaonyesha athari wala kuna anamjua katika wao. Baada ya hapo, kuna kitu kiliendelea katika wasifu wa ujaji wa Jibrili. Mhm. mm Yuko mwingine ataweza kusaidia, utaendelea. Mimi nitakuendelea kidogo. mm 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 Mhm. Jibrili akauliza maswala. Ya, huko kwingine kabla hiyo, sio nani sasa, kabla ya hapo. mm Okay. Maana hajaja tu kauliza maswala, sio kwa kuna kitu kilifanyika pale ambacho alituambia katika hadithi. Naam. Mmoja kaandika vile vile, alikuwa amevaa mavazi meupe na nywele nyeusi, wala kuonekana amechoka kutokana na safari. Naam, naam, naam. Kuna wasifu mwingine pale huko, tupeni jamani, kabla ya kwenda mbali. Unamhusiana Jibrili, namna alivyokaa kupendezwa, namna alivyoweka mikono yake, namna alivyomwita Mtume sallallahu alaihi wasallam, yote katika wasifu wa Jibrili, sio? Aha, na nataka kutuambia hapo, vipi alikaa Jibrili mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi alimwita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakumjua kwanza, Naam, akakuta hakuwa mtu anamjua kama ni Ibrahim, aha, aha, alafu akaweka magoti yake akaunganisha kama salam, weka miguu yake juu ya miguu alafu yake, najua kuna juu ya miguu yake, ameweka magoti. Aha, alafu akaweka mikono yake mikono paja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu vipi alimwita Mtume, alimwitaje Mtume? akamwambia ya Mhm, alimwitaje? akamwita Muhammad, Alijasikia hapo? Hapa akamwita kaandika ya Muhammad, ya Muhammad. ya Muhammad. Naam, kama alivyoandika Naam. hapa, mmoja kaandika ya Muhammad. Kwa hivyo hiyo ni wasifu ambao ametaja Jibrili, na hii moja katika konanili ambayo tulizungumza ni kwamba wanao masahaba Mungu aliwachagua kwamba ni watu wa design yao pekee, radhiallahu anhum warḍah, kwamba ni watu ambao walikuwa wanaweza kuhifadhi kilichotokea kwa detail zake, yani sio kama tu hivi kama sisi leo mtu kahifadhi kitu hapa nimesema, yeye anahifadhi kitu kama kilivyotokezea na detail zake zile zilivyo. Yani hizi hadithi zimekuja kusema baada ya muda mkubwa, baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo utakuta masahaba namna walivyokuwa wanatuhadithia vitu, namna hakuna mtu anaweza kufanya kama hivyo. Naam, tukiendelea. Kwa hivyo Jibrili alivyokwisha kumwita ya Muhammad, akasema nini Jibril? Mhm. Sasa Jibril sasa yeye akamuuliza Mtume sana, Mhm. pia hebu niambie na Uislamu. Okay, kwa hivyo swala lake la Yani Jibril mwanzo ndo anasema nipashe habari sala kuhusiana na nini? Uislamu. Kunipasha na habari kuhusiana na Uislamu. Hilo swala la Jibril la mwanzo. Naam. Baada ya hapo akatoka nini?
Yule kauliza, nipashe Mtume habari. ajibu hapa. Naam, Akajibu Mtume sasa. sauti yako inapotea ustadhi. Tetu mbaya inaruka. Unaona? Hakujibu Mtume sallallahu mjibu hapo, yeye ndo ajibu Uislamu bana, ushuhudia la ilaha illa Allah wa ana Muhammad rasulullah, na usimamisha swala, zaka, yani hizo za soma. Kwa hiyo mtume akamjibu Kwa hiyo- tena Jibril naye akajibu, umesema kweli. kwa hivyo hiyo ndio ilivyokuwa kwamba Sasa umesikia hapo naam, tumekusikia japokuwa ina katika Jibril anauliza yeye, alipouliza Jibril alipokwisha kuuliza Mtume Alafu sallallahu alaihi wasallam yajibu. alimjibu. Mtume alimjibu jawabu ambalo kuhusiana na Uislamu, kajibu akataka kujua nini Uislamu ndio nini. Na kama tulivyosema ni kwamba masahaba walikuwa wakimuuliza sallallahu alaihi wasallama, lakini sasa kuna mambo walikuwa hawajui vipi wamuulize, ndo Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma Jibrili kuja kuwaonesha masuala ambayo kwamba mnatakiwa muyajue ni haya, nini Uislamu, suala ambalo kwamba mpaka leo baadhi ya watu hawajui kumuuliza Uislamu ndio nini, mtu hajui anasema nini. Na Uislamu jawabu sahihi ni jawabu lile alilojibu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu ni kushuhudia kwamba hapana ilahi anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah pekee, na kwamba Muhammad ni rasulu wa Allah sallallahu alaihi wasallam, na kusimamisha sala, sio kuswali bali kusimamisha sala, na kutoa zaka na kufunga mwezi wa Ramadhani ambao umemalizika katika mwezi miwili iliyopita, na kuhiji kwa mwenye uwezo wa kwenda uhiji. Na maana kama mtu hana uwezo wa kuhiji hataki kwenda kuhiji sio masala kwamba mtu anakopa au anazima pesa. Huna uwezo, maana yake huna uwezo, una haja kwenda. Halafu kama alivyosema ustadhi hapo ni kwamba Jibrili akasadikisha, akamwambia sadakta. Sasa alipomwambia sadakta, palitokezea nini hapa jamani? Baada ya Jibrili kujibiwa akasema sadakta, palitokezea nini? Masahaba walishangaa. Masahaba walishangaa, huyu anauliza swala na kawaida, mtu yoyote kauliza swala afa kajibiwa, lazima watu wanashangaa. Wewe umeuliza maana yake hujui, lakini vile vile unasadikisha kama unajua. Lakini ndio mshangao wao ule hajawapelekea kabisa kuona kwamba labda huyu ni malaika au wao wameshangaa. Huyu inapoonyesha mjuzi. Wanatokea saa nyingine mtu anahudhuria katika madarasa au mihadhara, alafu anauliza swala na anamuuliza swala mwenye kuhadhir kwa lengo kama ile Jibril, kwa lengo la kutaka kuna kitu muhadhiri hapa alitakiwa akiseme, lakini hajakisema. Anamuuliza yeye, yule jamaa anajua singine katika ile mada inazungumza ile mwenye kuhadhiri. Kwa hivyo anapomuuliza swala lile, lengo lake anataka ile yule muhadhiri afunue zaidi macho watu, kama alivyokuja Jibril. Na hii ni moja katika nyanja au nini, method za usomeshaji. Kwa hivyo unapokwenda kwenye darsa yoyote ile au hasatan muhadhara, unapokwenda kwenye darsa au muhadhara, basi kama kuna kitu unajua hichi, yakini ile kitu hichi mimi nakijua, lakini muhadhir hajakigusia ambacho pahala pake kapapata. Kwa hivyo unapouliza swala, unauliza swala kumfunua yule macho muhadhiri au mdarisishaji kwamba bwana we, kuna kitu fulani fulani fulani, unasemaje kuhusiana na kitu hichi? Maana yake unamfunua macho kwamba hichi kitu umekisahau, naona mimi na hii kitu muhimu sana. Lakini sasa katika uulizaji paulizwa kwa heshima na taadhima, yule mlomuuliza asihisi kwamba unamdogosha, wala wale wenye kusikiliza wasihisi kwamba wanataka kushindana na mdarisishaji au mtoaji muhadhara. Na Jibril ndio alivyokuwa hivyo, sadakta, kwamba hili jambo kwamba analijua. Kwa hivyo na wewe unapomuuliza unamwambia wewe ustazi, sahihi. Sasa anasema kuna kitu fulani nataka hapa ufafanuzi zaidi, maanake kuna kitu pale kama kwamba yule ustazi shetani kamsahaulisha. Kwa hivyo wewe unamfunua kwamba hichi kitu, atmanam jazakallahu khairi, hicho kitu ni hivi 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 hivi, au kama sharhi ile unaihisi hawa wasikilizaji hawajaifahamu, unamwambia ustazi, nakuomba kitu fulani, hebu kirejee. Nafikiri tumefahamiana.
Baada ya hapo Jibrili, baada ya masahaba kustaajabu, wakaona kwamba hii sio kitu cha kawaida, kwamba wamestaajabu kwamba anauliza alafu yeye anasadikisha, maana yake anasema ndio ali right, sio anakuuliza kwa sababu hakuna, si kawaida, si kawaida kabisa hii, lakini ndio ilivyotokezea. Jibril baada ya hapo akasema nini tena, akauliza kuhusiana na nini? Naam alhadhirin, swala la pili la Jibril lilikuwa linahusiana na nini? Nasema msilale, sio Basi swala pili ilikuwa swala yani eh? Nini imani? Yani swala la imani anauliza Jibrili. swala la pili ilikuwa swala la imani. Aina akhbirni anil imani, asema nipashe habari kuhusiana na imani. Maana yake nini imani? Sasa jawabu la mtume ndiyo jawabu sahihi la yeyote ile anayeuliza kuhusiana na imani ya Kiislamu. Mtu yeyote akija akikuuliza nini belief yenu nyinyi Waislamu, hilo ndio jawabu letu, lazima liende sambamba na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mtume akamjibu Jibril kwamba imani ni kitu gani? kumpekesha Mwenyezi Mungu. Naam, tazama uzuri jawabu. Ni kusema kwamba ni kumpekesha Mwenyezi Mungu ili Nafikiri hapo zilikuwa ni nguzo za imani hizo sita: kumwamini Allah, kumwamini malaika, vitabu, ni nguzo za imani kwa kawaida. mtume, Eh, kisha kama na kuamini kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala. nguzo za imani kwa kawaida. Hizo ndio nguzo za imani na fundisha hapo sasa. Yani amesema Nguzo za imani imani kwa kawaida. kuamini Allah, sio kumpwekesha. Hajasema kumpwekesha, akasema kuamini Allah, kwa sababu kuna tofauti baina ya kumpwekesha na kumwamini Allah. Of course kumpwekesha inaingia, lakini sasa jawabu sahihi ni kuamini Allah, alafu kuamini malaika wake, alafu kuamini vitabu vyake, alafu kuamini rusuli wake, na kuamini siku ya mwisho, na kuamini qadar khairi yake na shari yake. Hal kadhalika Jibril alijibu kama alivyojibu mwanzo, vipi? Kwa kusema alisema sadaqta Jibril. Lakini hapa tena masahaba hawakushangaa, wakanyamaza kimya, kwa sababu anahisi kama ni moja katika desturi yake, maanake nini, techniques zake za uulizaji. Alafu anasadikisha mwenyewe. Kwa hivyo hawajashangaa tena, kwa sababu washaipata ya mwanzo, tena hajataka kushangaa tena. Maana wamwache aendelee mambo kama hivi, wakajionea kwamba tutizame mambo yanavyokwenda, kwa sababu mambo sio ya kawaida. Na masahaba alikuwa kitu hali kama hiyo, wanakaa na utulivu wa hali ya juu, wanakaa na utulivu wa hali ya juu. Anapokuja muulizaji kumuuliza sallallahu alaihi wasallama, akili zao, nyoyo zao, mashikio yao, macho yao yanakuwa yako 100% there pale walipo. Hivyo ndio ilivyokuwa, na hivyo na sisi tunapokwenda kwenye madarasa, kwenye mihadhara, tujitahidi akili zetu, nyoyo zetu, macho yetu, mikono yetu ipo pale na kitabu chetu, kwamba una sajili kile kitu ambacho kimesemwa, ndio itatusaidia katika masomo yetu jamani. Naam. Suala la tatu la Jibril lilikuwa linahusiana na nini? Suala la tatu la Jibrili alimuuliza kuhusiana, maanake akhbirni anil ihsan. Sasa anasema kuhusiana na ihsan. Ihsan. Jibril anataka kujua nini ihsan, na kama tunavyokariri, lengo ni kutaka wale masahaba wajue yale yanayosemwa na wayatekeleze, kama sisi tunaposoma tujue hayo ndio tunayosoma na tuyatekeleze, na tujitahidi kadri tufikie hivyo. Sasa sallallahu alaihi wasallam akamjibu nini ihsani?
ihsani ustazi, kama anavyosema, kama vile kumuona Mwenyezi kumwabudu Mwenyezi Mungu kama vile unamuona. Aha, Hmm? aha. Yaani kwa ihsani inakuwa ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Naam. kama vile unamuona Kama na kama unamuona, na yeye naam. anakuona. Naam. Aha. Hiyo ni daraja ya mwanzo ya ihsani, kama unamuona. Alafu kama humuoni je? Kama yeye unamuona Kama unamuona, sasa kama humuoni je? na kama wewe humuoni, yeye Eh, anakuona. basi yeye anakuona. Hiyo ndio ihsan, daraja mbili. Daraja ya juu kabisa unamwabudu Allah kama anakuona, na kama huwezi kufika hujafikia, basi kama uhakikishe kwamba yeye anakuona. Allah anatuona na anatusikia. Hakuna kinachompitika kwake yeye. La yakhfa alayhi shay. Nasallallahu alaihi wasallam. Vile vile kama kawaida yake Jibrili katika hilo hajarudi kwenye ile kawaida yake, Allahu alam, lakini kwenye hadithi hajarudi kwenye kawaida yake kumsadikisha sallallahu alaihi wasallam. Ni nyanja nyingine hiyo kabisa, si tumefahamiana hapo? Kwa hivyo Jibrili akaendelea kuuliza, akauliza nini sasa? Swala jingine katika maulizaji yake la nne sasa hivi hilo. Swala la nne, Jibrili akauliza nini? Naam, Aliuliza masa, yani kiama sitasimama wakati gani? Kwa hivyo Jibrili katika suala lake la kuja la nne alimuuliza kwamba kuhusiana na kiama, kiama lini, lini kiama, nipashe habari kuhusiana na kiama. Yani anamwambia sallallahu alaihi wasallam nini, yani nipashe habari kuhusiana na kiama, kwa maana kwamba kiama kitakuwa lini, wakati gani, siku gani, tarehe gani, mwaka gani. Anakusudia kama hivyo. Jawabu la sallallahu alaihi wasallam lilikuwaje? Alimwambia mwenye kuuliza ajua zaidi kushinda mwenye kuulizwa. Vipi? Mwenye kuuliza anajua zaidi kuhusu swala hilo kuliko mwenye kuulizwa. Yaani unasema Jibril anajua lini kiama kitakuwa? Naam, Unasema Jibril anajua kiama kitakuwa lini? alisema mwenye kuuliza anajua zaidi. Anajua zaidi nini sasa? Huyu swali kuhusiana na kiama, kiama lini? Kiama chochote hajui, ajua tunapojua. Kwa hivyo mwenye kuuliza hajui. Yaani muulizaji wa hilo swala si mwenye kujua wala mwenye kuulizwa, yaani wote wale hawajui. Yaani kwa ufupi kwamba lini kiama hakuna anayejua katika viumbe, si malaika si nani, hakuna. Hiyo ni elimu yake pekee Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anajua yote, si malaika mukarrab wala nani, hakuna. Mbaki Allah pekee ndo mjuzi wa jambo hilo, sio? Hakuna mwenye kujua kiama lini, si malaika, si Jibrili, si Mikaili, si Israfili, si hata yule mpiga barugumu hajui. Yeye ataambiwa akifika na piga barugumu puliza, lakini hajui, sio? Kwa hivyo muulizaji wahusiana na saa, si mwenye kujua wala mwenye kuulizwa, wote wawili wako sawa sawa katika hilo. Jibrili akaendelea na suala jingine, akaulizia vile vile suala lake la mwisho takriban. Lipi akaulizia? Baada ya kushakuambiwa kwamba kiama hakuna mwenye kujua, si mimi wala sio wewe. Na hii maana yake kutaka kuambiwa masahaba na kuambiwa Waislamu, jamani, Mungu atusalim salama, atusamee. Maana yake ilifika wakati hata katika walimu zetu, Mungu awasamee, walimu wa kitu, walimu wa sayansi sijui nini zime, Mungu atusamee, na shule za sayansi na nyingine, walikuwa wametuambia kwamba ikifika sijui 82 sijui itakuwa kiama, kwa sababu sijui scientist gani si shetani gani katika mabilizo ya Kimarekani kasema hivyo, au akasema habibi Muislamu naamini hivyo. Maana yake tuna ujahili katika dini. Allah akishasema hakuna anojua elimu ya saa, hakuna anojua kiama lini. Wewe unasema scientist gani kasema hivyo, kasema, maana yake una adabu, sio? Mungu atusamee. Lakini ndio tuko kama hivyo, sio? Tunasema mambo kwa sababu ati ikhwani qira'ata wa khanazira wamesema na sisi ndio tunasema. No, hakuna mwenye jua lini kiama, lakini kipo, kitakuja.
was-sa'atu haqq wal-jannatu haqq wan-naru haqq, itakuja kupanga mimi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Jibril alipokuja kuuliza swala hilo akaambiwa hali jawabu. Sasa akaulizia nini? Nini aliuliza baada ya hapo Jibril alayhi salam? Kwa kwamba hakuna anajua lini tutakuja kiyama. Sio Allah hapa aliuliza kaandika. ishara. Hapa kuna mtu mmoja kaandika Allah ndiyo mjuzi zaidi. Sio Allah ndiyo mjuzi zaidi. Allah ndiyo mjuzi pekee, sio mjuzi zaidi. Yaani hakuna mwenye kujua lini kiyama isipokuwa Allah. Allah ndio mjuzi pekee, sio mjuzi zaidi. Hapana, mjuzi zaidi. Mjuzi zaidi kwamba kitu kina mtu fulani najua, mwingine hajui. Hii hakuna anajua kabisa. Kwa hivyo hutumii neno mjuzi zaidi kwa jambo ambalo hakuna anajua isipokuwa Jabbar pekee, alimul ghaibi wa shahada. Hapa imeandika vile vile, anasema vile vile aliulizia kuhusiana ishara zake za hiyo kiyama au dalili zake. Naam. Naam, kuna mtu kwa anasema sio? Mhm. Kwa hivyo Jibril alimuuliza sallallahu alaihi wasallam kuhusiana, mpashe habari kuhusiana na alama zake, dalili za kiyama. Sallallahu alaihi wasallam akamjibu nini hapo? Mhm. Naam. Naam alhadhiri. Upo? Tupo mali. Nataka kujua alama za saa za kiyama. Sallallahu alaihi wasallam. Alama za saa ya kiyama, mmoja anasema kwamba watoto watakuwa na nguvu kuliko wazee. Watoto kwa na nguvu vipi? Maana kama umekwenda gym sana Watakuwa au? kama power vile, Mhm. alafu watu watashindana ku, 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 kujenga majumba marefu, Mm. alafu Watu gani hao watashindana? Maana si kila umetaja watu maalum, sio kila watu, sio? Mhm. Naam jamani, tusaidiane, sio hapo. Sallallahu alaihi wasallam katoa wasifu maalum wa alama za kiyama, yaani alama za kiyama nyingi, lakini katika hadithi hii kumekuja wasifu wa maalum za alama za kiyama. Eh, kali wasifu sifa mbili tu katoa za alama za kiyama katika hadithi hii. Kuna hadithi nyingine sifa nyingine, sio? Mm? Mupo alhadhiri, wasifu za alama za kiyama. Kuna amarat, alama za kiyama. Mm? Maskini watashindana kujenga majumba, mtumwa wa kumzaa bwana wake. Wallahi nishasahau kasema kasahau, yaani hujasahau, imekuja namna hiyo. Sasa hawa maskini, hawa mnasema maskini, Yesu sallallahu alaihi wasallam hajasema maskini. eh? Kuna neno kalitumia sallallahu, ambayo tunasema kuna wasifu umetumiwa sio wa kawaida na sallallahu alaihi wasallam. Ya mwanzo ambayo ndio kama iliyosema kwamba watumwa au vijakazi kuja kuzaa eh, bwana wake, yaani kwamba watakuja watoto ambao kwamba watakuwa wao kile wanachotaka wao ndio hicho hicho. Na ukitizama ndio ulimwengu wa leo kama siku hiyo, kazi moja katika alama iko wazi, iko dhahiri shahidi. Ni tafsiri nyingi ya hii, lakini hiyo dhahiri shahidi ipo siku hizi. Mtoto hana anachoambiwa isipokuwa atakikataa na anachokitaka ndio kile kile. Katokezea mtu kaja kumposa, wewe umemkataa, mtu anasema mimi ndio atanioa wewe, ukitaka usitaki. Ndio hilo, hii moja katika alama. Maana sasa hivi jamani, wakati wowote kama tutakuwa uhai na uzima, tutakuwa na miaka mingine, wakati wa kiyama kiko mbali. Ah. Sasa katika hii maskini ambayo tunasema maskini watashindana katika ujenzi wa majumba, kuna wasifu umetolewa. Wasifu gani jamani? Kwenye hadithi kama nakumbuka. Alafu hao wataomba wenyewe
hao watakuwa ni wale wafugaji manake, wafugaji. Moja yani katika ruatu sifa sham manake ni wafugaji. wafugaji hiyo. Wafugaji, hiyo ni moja, sifa moja yao. Nyingine, Ndio sifa nyingine, hiyo ni sifa moja tu ndio yao. manake ndio walosema kwamba Hiyo ni sifa moja ya wafugaji. Sasa katika nyingine, sifa yao nyingine, sijakufahamu hapo. unaposema jamaa hao ni Hapo wafugaji, manake wafugaji walikuwa sasa hapo, wafugaji wale ambao watakuwa na sifa ambayo mwanzo walikuwa hawana kitu manake, kwa hivyo hiyo ni walikuwa sifa ya pili. labda Sifa ya watu pili walikuwa kwamba wenye hawana kitu, kuvaa nguo. maskini. Sifa ya tatu, Mm. sifa ya tatu, Hawana kitu manake, ndio maskini. Sifa ya tatu, wanyonge vile vile, laala wanyonge. ndio hiyo, ndio maskini wanyonge. Sifa ya tatu, Ndio hiyo sifa ruatu ya sham. tatu, sifa ya tatu, sifa ya tatu. Ndio Hupata, hawavai yatatawaluna fil viatu. bunyani, au sio? Hupata, hawavai viatu kabisa, si watu wa kuvaa viatu. Hufatu ruatu, Daurat amesema hufatu ruatu, ala, si watu wa kuvaa viatu wala utakuwa si wa kuvaa nguo vyema alafu ndo riau sha. wala ana nguo vizuri, Kwa hivyo kuna alama sifa kimaskini au sifa nne hizo zimetajwa. naam. Kwa hivyo sifa nne ni za watu hao, yaani katika kushindana katika ujenzi wa majumba, kufanya majumba marefu, ni watu wenye sifa kama hivyo. Ni watu ambao kwamba asili yao si watu, ni watu hai hohe. Asili yao si watu hata viatu kuvaa. Asili yao si watu ambao kwamba wanavaa nguo zenye nguo. Asili yao ni kwamba watu wachungaji. Eh. Na hayo yapo leo tunayaona, na kama alivyosema sallallahu alaihi wasallam, antara, imeanza hivyo. Mtakapofika wakati mkawaona hawa jamaa wenye sifa nne, basi mjue hiyo ni moja katika alama za Kiyama. Tumefahamiana jamani? Baada ya hapo sasa tunarudi kwa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akasema nini baada ya hapo? Maanake Jibrili kishajiondokea. Umar akasema nini? Tunamaliza na hadithi. Baada ya hapo wasifa hizo zishatolewa sallallahu alaihi wasallam. Umar akasema nini kuhusiana na Jibrili? Hapo Mtume ndio sallallahu alaihi wasallam akawauliza, je, mnajua yule alikuwa kabla ya hapo, yaani kisha Mtume kishatoa wasifa wote ule, Umar akatwambia nini? Yaani kwa ufupi, Jibrili kishatimiza jukumu lake, alafu alifanya nini Jibril? Mupo hapo? Yaani Sayyidna Umar alitulia kwanza, alafu tena ndio akatulia, maana ndio kabla hajatulia kwa kitambo, alafu tena ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, mnamjua? Ndio, lakini kabla ya hapo alisema nini Omar? Yaani Jibril kishamaliza kufikisha ujumbe, alifanya nini Jibril? Alipomaliza ujumbe alifanya nini? Mupo? Yaani yule katumwa kuja kwa kazi maalum, alipokisha kumaliza kazi maalum alifanya nini? Yeyote yule mwenye kupelekwa kwa ujumbe kufanya kazi maalum, akisha kumaliza kazi maalum afanya nini? Anakwenda zake, anaondoka bila shaka. Omar akasema thumma ntalaka, kisha Jibrili akajiondokea. Yaani hajakaa kitako pale akasema watu wanadadisi nini, wanauliza nini. No, kamaliza yalla, kaondoka. Alipoondoka ndio Omar akasema nini sasa kuhusiana na yeye? Mtume nani? No, hajamuuliza mtume nani. Omar kuhusiana naye mwenyewe. Omar kasema nini kuhusiana naye mwenyewe sasa? Ustadhi alisema hapo kabla hapo, sio? Omar akakaa muda mchache, maana kama kachanganyikiwa hivi, maana kama surprise kapata, sio kawaida. Kakaa muda wengine katika riwaya ile surprise Mtume baada ya kumuona
Nikakaa Baada ya huyu. kumuona Omar yuko katika surprise, mtume ndo akamuuliza Omar, unamjua yule? Baada ya hapo ndo Mtume sallallahu alaihi Unamjua yale? wasallam akamuuliza Omar, ya Omar, atadri mani sail? Mtume sallallahu Naam. alaihi wasallam, Omar anasema Mtume akaniuliza mimi, ya Omar, ewe Omar, unamjua muulizaji? Ha? Yaani inapokuwa hii ni kitu cha kawaida, inapotokezea pahala watu kama hivyo tulivyosema, mkonya kwenye darasa, mkonya kwenye muhadhara, inakuja mtu mmoja kama hivi, anakuwa yeye ana mashallah, anacho alichojaliwa kupewa na Allah, akawa anauliza, anachangia, na kwa hivyo mtu anaweza kwa nani yule, watu wanaulizana. Kwa hivyo hii ndio ni moja katika sunna za sahaba ambazo tunatakiwa tuzirithi. Unapokwenda pahala ikawa kuna mtu amekuja anauliza, anajadili kwa njia inayotakikana, kwa njia ya heshima na taadhima, sio kwa njia ya kutaka kujionyesha wala hili na lile. Kwa hivyo inatakikana nyie muulizani, kwa nani yule, kwa sababu mnajua anachokisema sio cha kawaida, na ambacho kinakwenda sambamba na mafundisho ya dini yetu, ambacho kinatufundisha sisi, ambacho jambo hatulijui. Kwa hivyo ndivyo alivyokuwa sahaba sallallahu alaihi wasallama, akawauliza mnamjua nani yule? Na moja katika tabia zake sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawauliza sana masahaba zake, anawauliza masuala mengi. Ah, kutaka maanake, unapouliza swala kama mtu kuchemsha bongo, unamfanyia hivi ashtuke, kuna kitu muhimu hapa. Kuna kitu muhimu. Ukimjua yule muulizaji, ukimjua yule aliyekuwa anachanga, anatoa michango yake ambayo sio ya kawaida, nyinyi hamna uwezo wa kufanya vile, basi mkimjua yule, mnatakiwa mumheshimu, mumjue kwamba yule ni mtu ana elimu kakuleteni nyinyi, yule ni mtu ambaye anakutakieni kheri, sio kutakieni mambo ya shari. Na hivyo ndio ilivyokuwa. Sallallahu alaihi wasallam akamwambia nani? Omar akajibu, alivyouliza wajibu, akajibu nini Omar? Omar kwanza alijibu nini alivyouliza sallallahu, anamjua muulizaji, akajibu nini Omar? Naam. Jibu kwa Allah na mtume wake ndo wanajua. Naam, barakallah, ndio jibu lokuwa Allah wa rasulu a'lam. Hakuna anojua, yule jamaa tumjui sisi, Allah wa rasulu a'lam. Hakuna falsafa kusema labda fulani, hakuna kitu hujui, simple sema Allah a'lam, Allah ndo anajua. Allah wa rasulu a'lam ndio jawabu la kwa Omar. Hapo tena hakuna tena masala mwingine kujaribu, kwa sababu itakapokuja mtu akasema kitu kama hicho, Allahu aalam, hakuna tena masala mwingine kutaka mimi nitajaribu. Sallallahu alaihi wasallam akafunga hapo hapo, akasema ni sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam akasema nini? Mupo alhadhirina hapo na kuonesheni hapa, sio tunaiona hii. Alisema ustadhi alisema kwamba yule ni Jibril alikuja Ah, kufundisheni dini yenu. hiyo ile Jibrili akaja kukufundisheni dini yenu. Jibril, Jibril kaja, naam, ndo yule alikuja, mmemsikia hapa kauliza na mimi nimjibu. Na sahaba walikuwa ni watu ambao kwamba wamepata na fadhila si ya kawaida, wamefundishwa na Allah na rasuli wake, na Jibrili katumwa kuja kusaidia katika kuwafundisha. Yaani walifikishwa daraja siyo ya kawaida. Hizi daraja za dini ambayo Islamu, imani, ihsani walizifika, radhiallahu anhum. Sisi tuwapenda sahaba kwa sababu ya hilo. Naam, alhadhirin. Kwa hivyo hiyo ndio darsa yetu ya leo, marudio. Kwa hivyo kama kuna mtu ana swala na yeye anaweza kauliza swala kabla hatujamaliza kwa leo. Tutakutana tena Ijumaa ijayo, na kabla ya hapo, kwamba Ijumaa pili tutakuwa na darasa yetu ya asubuhi, tutakuwa na muraja mdogo tu wa siku moja, lakini hii ya Ijumaa tutafanya muraja mwingine siku mbili siku tatu, mpaka hapo tutakapotizama nafasi hiyo. Lakini unaweza tukafanya tusifanye, lakini ya Ijumaa pili asubuhi, ambayo itakuwa baada ya alfajiri saa 11 za UK, saa 1 ya Afrika. Naam, alhadhiri, kama kuna mtu ana swala anaweza kauliza, sio?
Naweza mtu akafungua maiki yake au akaandika kwenye hiyo nini chat tukavyojaliwa, sio? Ni muhimu jamani, tusome dini yetu. Ah. Maustadhi tunao wengi, jazahumullahu khairal jaza, wanatufanyia mihadhara na tunajaribu kuwafikishia watu katika online. Mtu yuko nyumbani kwake anaweza aka nini akahudhuria akafaidika akasikia jambo, huenda jambo analisikia na ukalitekeleza, huenda likawa ni najati yako na nar. Hizi darsa au mihadhara ambayo tuna wapata maustadhi wetu wanatudarsisha na kufanya mahadhara kama tutakuwa na tuko hadhir, huenda ikatusaidia si tu duniani bali na akhera. Ni dini, na dini ya Allah sio ya kuchezea, tofauti na wengine wanavyodhania. Dini ya Allah sio dini ya kurithi, bali dini ya kusoma, ya kujifunza, na hatuwezi kufikia hilo mpaka tutenge wakati maalum mahsusi. Huo unajitengea maalum hasa mahsusi. Mimi bwana, kila Ijumaa mfano tu tunasoma kila Ijumaa kuna saa ngapi najiweka kwamba hii ni saa ya kwenda kama darasa. Kuna darasa pahala online msikitini pahala, Jumamosi au Jumapili, siku yote lazima uwe na time maalum unajitenga mwenyewe kwamba kuna siku hii mimi ninakaa ninasoma kitabu fulani ambacho kitanisaidia katika dini yangu, kuelewa mambo ya dini yangu. Ni kitu muhimu sana, tujitenge, tuwekee vitu kama hivyo, hasa vikatusaidia hapa duniani na kwa akhera. Dunia ina mambo mengi na mambo yanazidi kuwa mabaya zaidi tunakokwenda, sio kwa kawaida. Hizi fitna zetu sisi tunazoziona leo zitakazokuja baadaye kwa kubwa kuliko hizi. Naam, alhali kama kuna mtu ana swala anaweza kauliza, anaweza kaandika kwenye chat. Nafikiri vile vile hapa anafundisha Jibril katika kujaji wake huo. Nasikia Naam ustaz, nasema Jibril katika ujaji wake pia ni jambo muhimu sana. Mtu unapokwenda pahala pa taaluma, kukutana na watu, kufika katika mazingira mazuri, vile vile ni vitu ambavyo vinaweza kuleta shauku. Ndio maana masahabu akamsifia yule Jibril, ana nywele safi, au yani hana alama ya safari na nini. Kwa hivyo ni muhimu mtu ile appearance yake, make unapoona pahala watu huko vizuri, inaweza kaleta tashwisha. Nafikiri tunajifunza hiyo kutoka na Jibril vile alivyokwenda pale. jazakallahu khair. Nafikiri tumemsikia ustaz, jazakallahu, tumemsikia ustaz anasema unapokwenda pahala ambapo kwamba unajua kuna muhadhara au darsa, basi angalau uende na sura zinazokubalika, uvae mavazi yanakuwekea heshima na taadhima, kutokana na ile heshima ya pahala unapokwenda. Sisi tunapokwenda maharusini watu tunavaa nguo za kawaida, lakini kwenye darsa, kwenye mahadhara, mtu anaweza akaja hai hohi, na sio kama hana nazo, lakini kutokana na kwamba hatuna ile heshima ya ile pahala, hatuna heshima ya ile ilmu yenyewe. Imam Malik anasema radhiallahu anhu warudha, Imam Malik alikuwa anapokwenda kwenye majlisi ya kusomesha hadithi, basi anajitengeneza na anajitia hata uturu harfu, maanake ni heshima ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile jengine la kuongezea miapo ni kwamba ukitizama, amba siku zote unalizungumzia hili sana, lakini tutazungumza sana mpaka lipate kufahamika kwa watu. Jibril alayhi salam alipokuja, kama mnakumbuka hadithi inavyosema, wao walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tahamake akawatokezea mtu kwa sifa alizozitaja Umar radhiallahu anhu. Mtu yule akaja akapiga magoti mbele ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hapa kuna fundisho ambalo siku zote wanalipenda kulizungumza, lakini kuna kitu kama bado tujalielewa.
Jibrili hapajasema popote pale kwamba alikuja hadhari ya watu akasema assalamu alaikum, hajasema, kwa sababu wale watu wamekaa pale, ima walikuwa wanadarsishwa au walikuwa na kitu. Sasa inapokuwa pahala pana darsa au pana mihadhara, hailaiki kwa mtu kila anoingia anasema salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum. Maana itakuwa ile mdarisishaji au akitaka kuendelea mwingine salamu alaikum, alaikum salam. Maana inakuwa ile wakati wote, alafu unapotoa salamu pahala ambapo watu wamekaa kwa utulivu wanasikiliza mambo ambayo yatawajenga kiimani na kidini na kiakhlaki. Kwa hivyo kama unawababaishi kwa namna fulani, baada ya kushughulika na kile walichoko mbele yao, inabidi unapotoa salamu wengine wageuka kutazama kwa nani katoa salamu alaykum, wakuitikie kama. Kwa hivyo ni jambo ambalo tujifundishe unapokuja kwenye muhadhara, hasa unapokwenda pale msikitini, kuna watu wanatoa muhadhara, darsa, una haja kusema salamu alaykum, jikalia kitako, sikilize kinachosema. Hiyo ndio sunna, lakini leo hatuko hivyo, sio kila anaingia salamu alaykum, kila anaingia salamu alaykum, mtu akataka kuuliza swala salamu alaykum, mtu akataka kusema salamu alaykum. Yani salamu ni kitu hakikataliwi, lakini sasa sio pahala pake. Wamekuta watu wanasoma kama Jibril hajasema salamu alaykum, kaja akajikalia, alipokisha kukaa kitako akaanza kunini nasema kuporomosha masuala yake moja baada ya jingine, hakuna salamu wala kalamu zaidi ya masuala. Kwa hivyo tutazame ile taadhima na heshima ya pahala, tutizame kwanza tuko vipi, tunavaa nini, halafu tutizame vipi tunakwenda kujipresent kwa watu. Hatuwashughulishi watu kwa salamu wala kwa kalamu, lakini unahakikisha kwamba wewe utafaidika na kile kilichokuwepo. Na jingine la kuona kwamba unapokwenda pahala kwenye muhadhara, kwenye darsa, hasa kama msikitini, vitu kama hivyo, sio kama hii online, sio kwenye online. Kwa hivyo jitahidi kuwa karibu zaidi na wale waliokaa kitako, usikae nyuma huko ukajitenga peke yako, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi zimethibiti kwamba alikuja nafari watatu, ukakuta watu wamezunguka pale kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba. Mmoja wao akapenya kwa watu, akajiingiza kwa watu. Mmoja akakaa nyuma kwa watu, asije akashughulisha watu, anaona. Mwingine akajiondokea, akasema watu watatu tofauti. Hawa ni hadithi si pahala pake, lakini vitu kama hivyo kwamba yule alikuja akakaa pale mbele akana watu, yule kafaidi kwa sababu kapata jambo la khairat. Yule aliona haya, adha naye kamuonea haya. Yule aliondoka kama alivyokuja. Kwa hivyo hii ni mambo ambayo tunayapata katika hadithi ya Jibril na hadithi nyingine za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alhadhirina, kuna mtu mwingine anataka kuchangia chochote, anataka kuuliza, tunaanza kama dakika 3 hivi. Nataka kumaliza kidogo hapo ustazi. Naam. Ustazi kidogo hapo. Naam. Na nyongeza tu vile vile tufahamu kwamba nyongeza moja kwamba Jibril kama ni malaika, Jibril ni malaika. Na katika hadithi hii tumeambiwa amekuja rajulu. Kwamba inaonyesha kwamba Jibril alikuwa anaweza kubadilika kutoka katika umbile lake na kwenda umbile la kibinadamu. Basi hiyo pia ni mulahadha muhimu hapa. Jazakallahu khair. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba malaika wanaweza wakajibadilisha wakaja katika maumbile ya binadamu kwa vile alivyowapa uwezo huo Allah subhanahu wa ta'ala. Na Jibril alayhi salam alikuwa anakuja kwa sura ya mmoja katika masahaba, alikuwa akiitwa Dihyatul Qalb. Alikuwa anakuja, alikuwa na sura nzuri radhiyallahu anhu warda. Basi alikuwa anakuja kwa sura yake sana, anakuja kwa sura yake baadaye, si kama hapa alikuwa mwanzo kama hivi, alikuwa kwa sura ya sahaba huyo radhiyallahu anhu warda. Alikuwa anakuja kama hivyo. Kwa hivyo anapokuja kwa hali kama ile, wanaona ni mtu kawaida kama wao. Na hiyo katika faida ni kwamba laiti ingekuwa anakuja Jibril kwa sura ya Jibril, basi pasingegalika msikitini. Sallallahu alaihi wasallam. Mtume kamaona Jibril kama alivyoumbwa kwa umbile lake mara mbili. Moja alivyokuwa kwenye wapi kule Maka, wakati wa kwanza wa kupewa utume, ziba yote, hakuna kinachoonekana. Akapata hofu sio kawaida sallallahu alaihi wasallam. Na pili kamaona fi sidratil muntaha. Sasa ingekuwa anakuja anaonekana hali kama hiyo, basi nafikiria masahaba angezimia wote saa nyingine. Lakini kwa rehema zake Jabbar subhanahu wa ta'ala alikuwa amejalia kwamba anakuja malaika wanahisi miongoni mwa wao,
ni mmoja katika wao, sio mtu ambaye kwamba anatisha, wala sio mtu ambaye kwamba atawaudhi, wanajisikia raha, na wakisha kuondoka na ile Jibrili anajifurahia. Sahaba Jibrili kaja, alhamdulillah. Na ile vile vile inaongeza kwamba ulikuwa na imani thabiti, lakini kuna mambo ambayo kwamba yanayofanya imani izidi. Kama umesikia Jibrili kaja, maanake ile imani inazidi kuingia. Jibrili kaja. Vita vya Badri, malaika kaja, Jibril anakuja kupiga, wamekuja kupiga na malaika, basi ni ile imani inazidi kuongezeka, inakuwa mfano wa jabali. Maana wanayo imani, lakini sasa imani ndio lazima tuamini kwamba imani inaongezeka na kupungua. Sasa kama hivyo Jibrili kaja, maana subhanahu wa ta'ala akamtuma Jibrili kuja kutufundisha jiji dini, masuala ambayo kwamba hayaingii kwenye haya kuwa imagine, maanake hayadhaniwi katika akili ya sahaba yetu kama tauliza katika masuala hayo. Allah akamtuma Jibrili, waache waulize maswala kama hivi hawa, baada ya kuuliza maswala mengine. Haya maswala wanahitaji katika maisha yao. Kwa hivyo utakuta hiyo ndiyo hali ambayo inatufaidisha katika hadithi yetu hii, na kama itakuwa hakuna la ziada kwa hivyo hatuna la kusema isipokuwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka, kwa sababu wakati wetu umekwisha. Tukijaliwa tutaonana asubuhi siku ya Jumapili, na nyingine sikujaliwa Ijumaa ijayo vile vile tutaendelea na muraja wa hadithi hii, kama itakuwa kuna yoyote yale ya kuongeza au vinginevyo, tutaingia kuendelea na darasa zetu ya kawaida, kuendelea na darasa bila ya kufanya muraja, kwa sababu hii muraja wa leo kwa ufupi ni muraja wa mambo mengi kuhusiana na hadithi hiyo tulikuwa tumeizangilia. Sio? Assalamu alaikum wa rahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله.